Ndugu waandishi wa habari na wasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa jina naitwa Mesera Giligisi Mgamba, mwenyeji wa mkoa wa Simiyu, wilaya ya Bariadi. Ndugu waandishi wa habari, nimewaita hapa leo ikiwa ni haki yangu ya kikatiba kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 ibara ya 18A ambayo inatoa uhuru wa mawazo na kueleza fikira kwa kila Mtanzania. Na jambo kama moja tu la kuwaeleza ndugu waandishi, lakini kabla ya yote ningependa kutumia fursa hii adhimu kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na rais wetu shupavu Jemedari Samia Suluhu Hassan kwa kuwa ameweza kufanya mambo mbalimbali ambayo yametekelezwa katika kipindi chake cha uongozi kuanzia mwaka 2021 alipokabidhiwa, na kwa jinsi alivyoweza kuimarisha nyanja karibia zote za maendeleo ya nchi yetu kuanzia kiuchumi, kijamii, kiafya na kadhalika. Ni mambo ambayo kimsingi mwenye macho hawezi kuambiwa tazama. Ni vitu ambavyo vinaonekana kwa kila mmoja wetu. Hatuwezi kuyaeleza yote hapa, muda hautoshi, kwa sababu ni mambo mengi ambayo yametekelezwa. Ukianzia kwenye miundombinu, tunaona madaraja yamejengwa, ikiwemo juzi tu hapa amezindua daraja la JPM kule Mwanza, na mimi ni mmoja wa watu ambao wametokea sehemu hiyo. Kwa kweli tunazo shukrani kubwa sana kwa serikali yetu kwa kila ilichokifanya. Binafsi mimi nimekaa Chato ambapo nimeshuhudia jinsi watu walivyokuwa wanapata adha wanapokuwa wakisafiri kuvuka mikoa ya ng'ambo kuja Mwanza kwa mfano. Lakini pia miradi mingine ya kimkakati ikiwemo miradi ya SGR. Najua waandishi wa habari wengine hapa umetokea Dar es Salaam na pengine umetumia usafiri wa namna hiyo. Lakini mambo ya utekelezaji wa mradi mkubwa wa bwawa la Julius Kambarage Nyerere megawati zaidi ya 2115 ambazo zinazalishwa pale ni mambo ambayo kimsingi yanaonekana kwa wananchi, hakuna haja ya kuwaeleza, ni mambo ambayo yanaonekana. Kwa hiyo hatuna budi kuipongeza sana serikali yetu kwa mambo iliyoyatekeleza katika kipindi chake hiki ikiongozwa na Chama cha Mapinduzi. Bahati mbaya sana siku hizi mtu akipongeza serikali anaonekana ni chawa. Mtu akipongeza serikali anaonekana anatafuta sifa aidha za kutafuta madaraka, apewe uongozi na kadhalika. Lakini ukiangalia hata wale wanaoikosoa na kuzani watu wanaopongeza kwamba hawako sahihi, hawana hata mantiki ya kukosoa serikali. Kwa sababu huwezi ukakosoa serikali kwa kusema miaka 60 tangu tupate uhuru serikali ya Chama cha Mapinduzi hakuna ilichokifanya. Mimi naona ni kama kwamba ni mtu anakosa exposure. Kwa sababu mtu anaposafiri akaenda Ulaya, akaenda Asia, akaenda Amerika, akaona maendeleo wenzetu waliko, akarudi hapa anaona ni kama kwamba serikali yetu haijafanya kazi. Lakini hajaona exposure hata ya nchi zetu zingine za hapa Afrika ni kwa namna gani zimepiga hatua tangu kupata uhuru. Binafsi mimi nilikuwa na Africa Voyage, nilikuwa nasafiri nchi mbalimbali za Afrika. Kuanzia mwaka 2020 mpaka mwaka huu nimesafiri nchi nyingi, sio Afrika Mashariki tu, na hata nchi za SADC. Nimeenda Kenya, nimeenda Uganda, nimeenda Rwanda, lakini pia nimeenda Msumbiji, nimeenda Zambia, nimeenda Namibia, nimeenda Angola. Kuna mambo ambayo nimeyaona kwenye nchi hizo na nikalinganisha na sisi hatua tulio nayo. Ni mambo mengine ukiyasikia mtu anasema serikali haijafanya kazi mpaka unamsikitikia. Kuna baadhi ya nchi sitazitaja kwa majina ambazo nimewahi kwenda, nimekuta kwa mfano mambo haya ya umeme. Tunaposema nchi yetu imepiga hatua kwenye kutekeleza miradi ambayo ni ya uzalishaji wa umeme, tunamaanisha imepiga hatua kweli. Kuna nchi kipindi cha ukame, kipindi ambacho hakina mvua, unakuta kwenye masaa 24 kuna mgao wa umeme, mtu anapata au mtaa unapata umeme kwa masaa 3 kati ya masaa 24. Hasa ukalinganisha na sisi, unaweza ukaona ni hatua gani tumeipiga. Lakini kuna nchi zingine nimeenda. Unajua watu wengine unaposafiri kwenda nchi jirani, ni pale mtu anatumia njia ya anga, anafika makao makuu ya nchi, anarudi, anaona nchi hii imeendelea na kadhalika. Mimi katika kusafiri kwangu nimesafiri mpaka nimeenda vijijini. Na sehemu zingine nimeishi kwa zaidi ya siku 30 mpaka siku 90. Vijijini nime-experience maisha halisi ya wananchi katika nchi hizi za Afrika. Unakuta kuna sehemu mtu kusafiri kutoka kijijini kwenda wilayani
anatumia siku 3 na usafiri ni kwa miguu, hakuna miundombinu. Lakini mwingine kwenda kutafuta huduma za afya inabidi atembee kwa miguu. Sasa kuna namna watu wanakuwa wanakosoa serikali, wanasema haijafanya kitu chochote, lakini ni kwa sababu hawana reference sahihi ya kulinganisha. Kiukweli ni kwamba tunatakiwa tujifunze kutambua thamani ya vitu vya kwetu. Nchi yetu imepiga hatua, chama chetu cha Mapinduzi kimefanya kazi kubwa kutokea uhuru mpaka sasa, imefanya kazi kubwa sana ambayo tunatakiwa tuitambue na ipongezwe. Pamoja na viongozi wake ambao wameiongoza kwa awamu tofauti tofauti, akiwemo Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa ndani ya muda mfupi ambao amepata madaraka. Kazi inaonekana, hatuwezi kuona haya kumsifia. Lakini jambo lingine, naweza nikashauri vijana wenzangu, hatuwezi kutatua matatizo yetu kwa kulalamika. Nadhani ni wakati sasa wa kuamka na kuhakikisha tunashiriki katika kujiletea maendeleo ya nchi yetu na maendeleo yetu binafsi. Tukiendelea kuwa watu wa kulalamika peke yetu, tumekaa pembeni, tumeacha mambo yaende kama yalivyo, hatuwezi kufikia maendeleo ambayo tunayatamani yawe. Kwa hiyo, huu ni wakati wa uchaguzi. Mwaka 2025 huu tunaingia kwenye uchaguzi mkuu, na serikali ndiyo tunayoitegemea ituletee maendeleo. Tunapoingia kwenye uchaguzi, tunazo haki mbili kama vijana za kuhakikisha tunazipata. Kuna haki ya kuchagua, tunaweza tukashiriki kwenye uchaguzi huu kwa kuchagua kiongozi bora ambayo tunadhani atatufikisha pale tunapotakiwa kufika. Lakini tunayo haki ya kuchaguliwa pia. Kwa hiyo tunaweza tukagombea nafasi mbalimbali za uongozi ikiwemo udiwani na ubunge, ili tuweze kuwa chachu na sehemu ya kuweza kuchochea maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo niwashauri sana ndugu zangu, vijana wenzangu, tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu, tuweze kuzitumia haki zetu hizo na tusibaki kuwa watu wa kulalamika. Maendeleo popote pale na mabadiliko popote pale na mapinduzi kwa ujumla yameletwa na yamechochewa na vijana. Maendeleo ya aina yoyote ile, yayo ya kiuchumi, ya kiteknolojia, ya namna yoyote ile, yameletwa na vijana duniani kote. Hata uhuru, wakati tunapambania uhuru kwenye nchi zetu hizi, waliopambania uhuru walikuwa ni vijana wa kipindi kile, ambapo sasa ndo tunawaenzi kama waasisi wa nchi zetu. Walikuwa vijana. Kwa hiyo sisi vijana tunayo fursa kubwa, na ukizingatia vijana ndio kundi kubwa kwenye nchi yetu. Kwa mujibu wa takwimu za sensa ya mwaka 2022 inaonyesha 34.5% ni vijana kati ya umri wa miaka 15 mpaka 35 kwa mujibu wa muktadha wa kitaifa. Lakini kwa mujibu wa tafsiri ya kimataifa ya miaka 15 mpaka 24, vijana ni 19.2%. Kwa hiyo ndio kundi kubwa ambalo linategemewa na nchi yetu kuweza kuwa chachu ya mabadiliko. Sasa tunapokuwa watu wa kulalamika na kuonyesha vitendo vya kuweza kusaidia nchi yetu, basi tutaendelea kubaki hivyo na hakuna mtu atakuja kukuamsha. Kwa hiyo tunaikuwa tufanye juhudi. Otherwise tutatumiwa na watu ambao hawana nia njema na nchi yetu. Kuna watu ambao wako tayari wanapoona mnagombania fito kujenga nyumba moja, wako tayari kufadhili mafarakano ili waweze kupata maslahi yao binafsi. Kwa hiyo ni muda wa kujisimamia kama vijana, tuweze kuhakikisha tunapigana inavyowezekana ili kuweza kuikomboa nchi yetu ikae katika muktadha ambao tunatamani sisi tuone kama vijana wa kisasa. Huo ni ushauri wangu kwa vijana. Na nimekuwa nikishauri hivi kuanzia muda mrefu tangu mwaka 2020, ambapo mimi binafsi niliamua kukata shauri na kutia nia ya kugombea ubunge katika jimbo la Bariadi mwaka 2020 kwa mara ya kwanza. Na nikawa na washauri vijana wenzangu tujitokeze kwa ajili ya maslahi ya taifa letu. Na ninavyoongea hivi leo basi, leo tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2025, zikiwa zimebaki siku chache kuelekea kwenye michakato wa uchaguzi mkuu. Ndugu waandishi wa habari, naomba nitangaze rasmi kwamba mimi Mesera Giligisi Mgamba, utakapofika wakati wa kuchukua fomu, ninaonyesha nia ya kugombea ubunge katika jimbo la Bariadi vijijini. Itakuwa ni mara yangu ya pili kugombea nafasi hiyo, lakini itakuwa ni mara ya kwanza kwenye jimbo jipya la Bariadi vijijini baada ya kukatwa kutoka kwenye jimbo la Bariadi. Jimbo la Bariadi vijijini linazo kata 21 na wakazi takriban 383,385 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 ya watu na makazi. Kwa hiyo naonyesha nia kwenda kugombea kwenye jimbo hilo,
wakati utakapofika, na endapo nitapata ridhaa kutoka kwenye chama changu cha Mapinduzi. Najua chama changu kimeshaweka ratiba kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe 2 tutaenda kuchukua fomu. Kwa hiyo nitakuwa miongoni mwa watu watakaochukua fomu kuomba ridhaa kwenye chama changu, na kama kitaniamini nitaenda kuwatumikia wananchi wa jimbo la Bariadi. Mambo mengine ya tutafanya nini na kadhalika tutaongea wakati ukifika, wakati wa kampeni. Lakini sasa natangaza rasmi, muda utakapofika nitachukua fomu kuwania nafasi hiyo kwenye jimbo la Bariadi vijijini. Jambo lingine baada ya kusema yote hayo, niwasihi tena vijana kwa mara nyingine, tusikubali kuwa wabeba mikoba wa viongozi, tusikubali kuwa wasindikizaji, tushiriki moja kwa moja kwenye mchakato. Na inapotokea tumekoswa nafasi, tusiulaumu uongozi, bali tujue kwamba wakati wetu haujafika, na ukifika tutazipata nafasi hizo. Kwa hiyo inapotokea tumeonyesha juhudi za kushiriki kwenye michakato hii na ikatokea nafasi haijapatikana, sio wakati wa kukisaliti chama, sio wakati wa kulaumiana, sio wakati wa kutafuta mchawi ni nani, bali ni wakati wa kushikamana zaidi, kujenga chama chetu cha Mapinduzi, lakini kujenga nchi yetu moja ya Tanzania. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kabla hajaaga dunia aliwahi kusema kwamba tunatakiwa tuipende nchi yetu kama tunavyowapenda mama zetu, kwa sababu hatuna nchi nyingine isipokuwa Tanzania. Hiyo kauli ina uzito wake. Ukiwa ndani tu ya nchi umekaa unaweza usielewe, lakini kama ukitembea na ukakaa kwenye nchi zingine, hata kama ni nchi zina amani sawa, lakini kuna kitu utahisi kinapungua kwenye nafsi yako, kwamba hapa nipo sawa, naishi kwa amani na kula na kunywa, lakini ningekuwa Tanzania ningekuwa na amani zaidi. Kwa hiyo tunatakiwa tuilinde amani ya nchi yetu kwa nguvu zote. Tusije tukadanganyika hata siku moja kwa sababu ya aidha ni njia zetu au ni kwa sababu ya maslahi binafsi tukaisaliti nchi yetu. Gharama ya kuitafuta amani ni kubwa zaidi kuliko kuilinda amani. Kwa hiyo tusije tukakubali kudanganyika kwa watu ambao wanatafuta maslahi yao au wana ajenda zao binafsi, tukaingia tamaa ya kushawishika kuwa chanzo cha vurugu katika nchi yetu tunapoelekea uchaguzi, na hata kama ni baada ya uchaguzi. Watu wengi wanaweza wakasema tuna matatizo mengi, changamoto ni nyingi. Hakuna serikali ambayo iko perfect katika dunia hii, na kwa sababu serikali yenyewe inaongozwa na wanadamu, na wanadamu sio kamilifu. Kwa hiyo hakuna serikali itafanya kila kitu kwa 100%. Kila serikali itafanya kwa uwezo wake inaoweza kufanya, lakini angalau serikali ya Chama cha Mapinduzi imefanya kitu ambacho tunakiona ni hatua kubwa sana kwenye maendeleo ya nchi yetu na maendeleo ya watu binafsi kwa ujumla. Ukiongelea mfano kama ni swala la ajira, ni kweli hatukatai. Mwenyewe binafsi tangu nimalize chuo kikuu ni mwaka wa 7 huu sijapata ajira kwenye serikali, lakini haimaanishi kwamba Tanzania peke yake ndio tuna tatizo la ajira. Ni tatizo ambalo ni la dunia nzima. Ajira ni tatizo la dunia nzima. Ukiangalia takwimu za CIA, angalia takwimu za shirika la kazi duniani, angalia takwimu za World Bank, Tanzania wala hata uwezi ukaikuta kwenye 10 bora wala kwenye 20 bora, top 20 ya nchi ambazo zina ukosefu wa ajira, zina watu wengi ambao hawana ajira. Wala hauwezi kuipata huko. Kwa hiyo utakuta mtiririko wa nchi nyingi tu pale ambazo changamoto kubwa ni ajira. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ni ya kiulimwengu. Lakini sasa Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwamba hatuwezi kutatua changamoto zetu kwa kujidanganya kwamba hazipo. Kwa hiyo tunakubali changamoto hizo zipo, lakini nani tunamtegemea aje azitatue kwa niaba yetu? Ni sisi wenyewe. Tunaweza kuchukua hatua kwa kadri tunavyoweza kwenye nafasi zetu mbalimbali ili kuweza kujiletea maendeleo, lakini kutatua changamoto za nchi yetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana ndugu waandishi wa habari. Niseme Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, kidumu Chama cha Mapinduzi. Kama kuna swali nakaribisha.